katika mwaka mmoja unapewa pesa. Lakini la pili, wana Njombe tumelia muda mrefu, hatuna kiwanja cha ndege. Uwanja ulio hapa ni uwanja wa kawaida, mimi nasema ni malisho ya ng'ombe, sio uwanja wa ndege. Kwa hiyo tumeomba uwanja wa ndege, tukamwambia rais, na tunataka uwanja wa ndege kwa sababu sisi tumegundua kwamba nchi zinazolima parachichi duniani kwa ukubwa wa eneo, wana eneo dogo kuliko hata Njombe, lakini wana uwezo wa kufikisha parachichi zao kwenye masoko ya Ulaya, na masoko hayo yako mbali zaidi kuliko sisi. Sisi Njombe na Tanzania tuko karibu na masoko kuliko watu wa Mexico, lakini wao wanaweza kwa sababu wana viwanja vya ndege, wanapeleka parachichi zao kwenye masoko. Kwa hiyo mkakati wetu ilikuwa ni kuwa na kiwanja cha ndege za mizigo. Abiria inafuata tu, sisi hasa tunataka kwanza mizigo. Ndio maana wana Njombe wote, ukiwa mkulima, uwanja wa ndege unakuhusu, kwa sababu mazao yako yatakuletea bei nzuri baada ya kuwa na kiwanja. Sasa Mheshimiwa Rais ametupa jibu kwamba ndani ya ilani sasa Njombe tunakwenda kujengewa kiwanja cha kisasa cha ndege kikubwa. Piga makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo baada ya maamuzi hayo, na maamuzi hayo yamefanyika kwa haraka na kwa msisitizo, timu zimeshakuja hapa kwa ajili ya kutafuta eneo. Eneo limeshapatikana, itakuwa pale Tanwat. Hapa tunahama. Sema tunahama hapa. Sasa wewe mwana Kambarage ujue kama tunahama, sasa hapa tunafanyia nini? Wewe viongeze ujue fursa nyingine iko hapa, sababu kiwanja kinaondoka. Nimesikia tunataka sekondari. Jamani, si tunataka sekondari hapa sisi. Na tulishaomba eneo. Tuliomba eneo magereza. Mimi nimeliangalia ile eneo la magereza. Sio eneo rafiki sana. Tukishindwa kabisa, wanasema simba akikosa nyama anakula nyasi. Tukishindwa kabisa tutangangania hapo. Lakini si fursa mmeiona hapo. Si mnaisikia fursa hiyo? Siri yenu kwa sasa. Kwa hiyo fursa inazidi kuja ndani ya kata yenu na mtaa wenu. Kwa hiyo ndugu zangu, tumepata sasa jambo hilo la uwanja wa ndege, na mimi nataka kusema rais ambaye anaweza kufanya maamuzi mawili makubwa katika muda mfupi na utekelezaji ukaanza, alafu mtu anasema sisi hatumpigii, tunampigia mbunge. Mimi mbunge natoa wapi hela hizi? Natoa wapi mimi hela mbunge? Lazima zitoke kule, lazima mtu mmoja aseme hapa peleka. Sasa hamtaki tupewe vitu? Mnataka. Kwa hiyo ndugu zangu, tukapiga kura za kishindo ili yeye awe na deni, ili aone wana Njombe tuko pamoja, ili mambo makubwa yaendelee kuja Njombe. Tuna makubwa tunataka kufanya mengi, mipango ni mingi, muda wetu haututoshi kuyataja yote. Tarehe muhimu sana, tujitokeze kwa wingi, tukapige kura kumchagua kwanza kabisa rais wetu kwa kura nyingi. Habari hii mmeisikia toka tumeanza hapa leo asubuhi, ikiongelewa kwa nguvu sana. Tumchague kwa kura nyingi, na mimi naomba niendeleze, niwaambie jambo ambalo hamlijui. Nyie mlio wengi mnasema Mwanyika amefanya kazi kubwa, Mwanyika tunamjua, tutamchagua. Diwani Mazao leo somo yangu, yeye ni mgeni kwenye kuwa kiongozi, lakini yeye ni mfanyabiashara aliyefanikiwa hapa Njombe. Kweli si kweli? Yeye ni mfanyabiashara ambaye ameshaweza. Maana yake ni kwamba sasa amekuja kutoa huduma kwetu. Kwa hiyo hatuna mashaka, tutamchagua kura nyingi. Lakini kuna watu wanasema diwani tutampa, mbunge tutampa. Najua sio nyinyi, na message nawapa wale wengine, lakini rais atutaangalia. Ndugu zangu, mimi niwaombe wana Njombe, niwaombe kweli kweli, huwezi kumpenda Deo Mwanyika kwa kazi kubwa aliyoifanya ukadhani anafanya peke yake, ukadhani mimi ndio natoa hela zangu mfukoni kufanya hiyo kazi. Hapana, mimi nafanya ushawishi kwenye migao ambayo serikali inakuwa iko tayari kuileta kwenye majimbo yetu, na sio kwamba kila mbunge anapata tuliyopata sisi.
sisi, na kwa bahati nzuri sisi wana Njombe tuna mambo ambayo hata kwenye ilani hayakuwepo, lakini rais alipofika pale tarehe 22, ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022, kuna mambo sisi tulimwomba pale ambayo hayakuwa popote, na tulikuwa tumeyafukuzia sehemu nyingi tukitaka yafanyike. Tulikuwa tunapata tabu, lakini tulimwomba pale akatukubalia. Na mimi nataka niataje kama mambo ya ushahidi kwa nini sisi Rais Samia Suluhu Hassan anatusikiliza, anatujali na anatutekelezea tunayoomba. Ndugu zangu, tulikuwa hatuna chuo kikuu hapa. Tumekitafuta chuo kikuu kwa miaka mingi. Mlima wa Runyanyu tuliutoa kwa makanisa, tukitaka wao tuwape jukumu la kujenga chuo kikuu. Chuo kikuu hakikupatikana, lakini walifanya jitihada kubwa, hawakufika mwisho. Baadaye wakaamua kugawa viwanja, wakabaki na eneo dogo. Kwa hiyo chuo kikuu imekuwa ni ndoto yetu muda mrefu. Rais alipokuja tulimwomba, tunaomba na sisi kama mkoa wa Njombe makao makuu tuwe na chuo kikuu. Ndugu zangu, alitujibu pale pale kwamba nitalishughulikia. Nitalishughulikia. Sasa jibu nitalishughulikia inaweza ikawa baada ya miaka 5, inaweza ikawa baada ya miaka 6, lakini yeye ndani ya mwaka mmoja alitoa kibali, na sio kibali tu, alitoa na pesa milioni 18. Leo hii wote mashuhuda, chuo kikuu kinajengwa pale. Jamani, tumeona tujaona, na kinajengwa kwa spidi kubwa sana. Chuo hiki kinatakiwa kikamilike mwezi Oktoba, wanafunzi wanaanza kuingia pale. Ndugu zangu, ni fursa kubwa sana ndani ya mji wa Njombe, na tuitumie. Italeta wageni hapa zaidi ya 10,000 katika muda mfupi sana. Eneo zima la Njombe, masoko yatabadilika. Manyumba yetu hasa maeneo ya kule yatahitaji kupata watu. Watu wote hao watahitaji kula kuku. Yaani sio wapate raha, mfuge mkauze pale. Naje msema kula kuku, wengine wanafikiria kuponda raha. Mfuge, mlime boga, utakuwa na watu wengi watahitaji hivyo vitu pamoja na mambo mengi. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwetu. Sasa na serikali yetu. Jamani, nyingine kwenye elimu tumepewa shule nyingine ya ufundi ya amali. Ukienda Magoda, ukiteremka Nzegerendete, ukipandisha ndani ya pale juu, ukienda mbele utakuta shule mpya imejengwa ndani ya mwaka mmoja, madarasa zaidi ya 7, na sasa imeanza kupeleka walimu na wanafunzi wachache. Ni shule ya ufundi. Hiyo nayo tumepewa katika kipindi kifupi, imejengwa, imekamilika. Ni maamuzi ya moja kwa moja ya serikali yetu kupitia Rais Samia Suluhu Hassan. Ndio maana ninawaomba sana wana Njombe wote kwa ujumla wetu, kupitia ninyi wana Kambarage leo hapa, ninawaomba wana Njombe kwa umoja wetu tukatoe kura nyingi sana. Ni wakati wa kuhesabiwa. Usipende maendeleo tu, lakini ikifika kwenye kura unaanza kurudi nyuma. Penda maendeleo, penda wanaoleta maendeleo, penda na wanaosukuma maendeleo kukuletea. Mimi Mwanyika kazi yangu ni kufanya ushawishi. Na ushawishi wangu, mmemsikia dada yangu pale, nimekaa naye bungeni, amewaeleza hizi nafasi za kuwa mwenyekiti wa kamati, kuwa mwenyekiti wa bunge haziji hivi hivi tu. Mmethaminiwa wana Njombe, piga makofi kwenu. Mmeonekana, mmethaminiwa. Ni wakati wa kuhesabiwa na wewe uonekane kama unaweza kutoa thamani kwa viongozi ambao wamefanya wana Njombe tuthaminiwe. Kule Mji Mwema, mitaa ya Ramadhani, tumefungua barabara urefu wa kilomita 30 kwa kutumia juhudi binafsi za mbunge. Hapo vipi? Kwa hiyo zoezi hilo lina maana kubwa, kwa sababu wengine wanasema sasa mbona tuoni wetu changarawe na mifereji. Ndugu zangu, barabara hizo zinatakiwa zishughulikiwe na TARURA. TARURA hawawezi kushughulikia kwa sababu hazimo kwenye mfumo. Kwa hiyo kazi yangu mimi mbunge ilikuwa kusaidia ili barabara hizo zitambulike, ziingie kwenye mfumo na zianze kupangiwa bajeti kwa siku za mbele. Kwa hiyo kazi yetu sasa kwa kwenda mbele
ili mradi tumeshazifungua ni kutafuta pesa kwa kusaidiana na diwani, ili sasa ziingie kwenye mifumo ya budget kwa vile zimetambulika. Wenyewe wanasema zisome. Ukiwauliza zamani walikuwa wanasema hizi hazisomi kwenye mfumo, hatuzitambui. Sasa tumewalazimisha, wamezitambua, watazipangia budget na tutawasimamia waendelee kuzipangia budget ili ziendelee kuimarika na zipitike muda wote. Hizo ni barabara za mitaani. Ndugu zangu, tuna barabara kubwa zinazopita kama hii iliyo mbele yetu. Niliwaahidi na niliwaeleza wana Kambarage kwamba tutakuwa na mpango mkubwa wa lami ndani ya mji wa Njombe. Kwa kuanzia, hatukuanzia na huku. Tumeanza na maeneo ya mjini, tumepiga lami kilomita 17 ndani ya miaka 2-3. Jamani, nyinyi ni mashuhuda. Kweli si kweli? Jamani, kweli si kweli? Tumepiga kilomita 17, tumetumia bilioni 10. Ilikuwa ni moja ya vipaumbele vyangu kuhakikisha tunainua hadhi ya mji wa Njombe. Ndugu zangu, kimkakati sisi tunataka kuwa manispaa ya Njombe. Ili uwe manispaa kuna vigezo. Kigezo kimojawapo ni lazima uwe na barabara za kiwango cha lami zilizo nyingi kwenye mitaa mikubwa karibu yote. Kwa hiyo tumeingiza fedha nyingi kwenye barabara. Sasa barabara nyingi zina lami, lakini hatujaishia hapo. Tumetafuta mradi mwingine na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Alitusikia tukapata mradi mwingine mkubwa ambapo sasa barabara 8 zimeingia kwenye mpango wa lami. Na ndugu zangu, niliwahakikishia Kambarage hatutawaacha, Igeleke hatutawaacha. Na sasa wote ni mashuhuda. Ndani ya kata yetu, ndani ya mtaa wetu tuna barabara kubwa 2 ambazo zimeingia kwenye mpango mkubwa wa lami. Tunapiga lami na sasa hatuongei maneno tena. Wakati nasema wengine walidhani natania. Sasa tumeshajionea. Barabara hizo, moja ni kuanzia Chaugingi, tutakuja nayo mpaka hapo Nzegerendete. Tunakuja upande wa huku na niliwatania. Hii barabara ilikuwa iendelee Magoda, nikageuza, nikasema ije huku, ipite huku, iende mpaka mwisho pale Kambarage, iende mpaka Masaki, ipigwe lami ya uhakika, na mkandarasi ameshaanza kazi. Barabara ya pili wote mnaijua. Tumesema kuanzia hapo kwenye junction ya Magereza tunateremka na barabara ya lami Igeleke, tunapandisha mpaka pale darajani, tunakwenda Matalawe, tunakwenda kuunga na lami ya kule juu. Hapo vipi? Sasa hizi barabara wakati naziongelea wengi mlidhani utani. Nikasema hii vumbi tunayokula hapa tunakula ya mwisho mwisho, kwa sababu tuna mpango mkubwa. Sasa hivi hizo barabara hazipo kwetu tena, zipo kwa mkandarasi, ana mkataba, anatakiwa ndani ya mwaka atupe lami hapa. Kwa hiyo wote tuwe macho tukiona jambo hili linakuja. Lakini mambo haya hayaji bure. Ukiona vyaelea, kwa sababu siku za karibuni tumegundua kwamba tunanyonywa. Kweli si kweli? Ni kama mnyonyo, basi mimi Mongolo nimekuta wananyonywa. Wananjombe wengi wananyonywa. Hawapati thamani ya mazao kwa sababu ya mifumo ya masoko. Na rais akatuahidi kwamba atalishughulikia. Na kwa kweli ameanza kuchukua hatua. Yuko kwenye kampeni lakini bado ni rais. Tumepokea ujumbe wa watu hapa wanakuja kusikiliza matatizo ya wadau wa parachichi. Lakini kubwa kuliko yote nataka kuliongelea ni la mbolea. Kumshika mkono Mwananjombe manake kuendelea kumpa mbolea ya ruzuku. Ndugu zangu, mbolea bado inazalishwa kwa kiasi kikubwa, hasa ile tuliyozoea kuitumia ya kupandia ya DAP. Bado inazalishwa nje ya nchi. Hatuna kiwanda. Tuna mbolea mbadala zinazalishwa ndani ya nchi. Lakini Wananjombe bado wengi tunasita kwenda kwenye mbadala. Wachache wanakwenda. Tutakwenda polepole, lakini wengi tunataka mbolea tuliyozoea iliyotoa matokeo kwa miaka mingi ya DAP. Sasa kwenye mbolea hii ya DAP, nipende kuambia bei yake imepanda. Jamani, bei imepanda. Mfuko sasa uko kwenye 120,000. Sasa wananchi wengi wanauliza, hivi serikali imeondoa ruzuku? Ndugu zangu, jibu ni hili.
serikali haijaondoa ruzuku kwenye mbolea na haitaondoa. Nimsikia rais pale, kwenye kipindi hiki tunachokwenda haitaondoa. Ni kwa mustakabali wa kuhakikisha kwamba taifa hili linalishwa na wakulima. Kwa hiyo kilichotokea ni uhaba wa mbolea kwenye soko. Uhaba wa mbolea kwenye soko ndio umesababisha bei zimepanda. Sasa kama mgombea, jukumu langu ni kuhakikisha kwamba jambo hili nalitafutia majibu ya uhakika. Kwa hiyo serikali imelichukua, imelishughulikia kwa haraka. Tumetaarifiwa kwamba kuanzia tarehe 20 kwenda 25 ya mwezi huu kutakuwa na mzigo mkubwa wa mbolea ya DAP utakaoingia katika mkoa wetu wa Njombe na mji wetu wa Njombe. Mbolea hii itakapoingia, tuna uhakika bei za mbolea zitarudi kwenye bei za kawaida za ruzuku. Kwa hiyo hayo ndio majibu, na wote tunaendelea kufuatilia kwa karibu tuhakikishe kwamba jambo hili linakamilika. Ndugu zangu, hayo ni mambo makubwa ambayo yamefanyika kwenye kipindi hiki. Sisi tunawaomba sana jitokeze kwa wingi. Na mimi akina baba, akina mama, akina dada huwa sina wasiwasi nao sana. Siku zote wako mstari wa mbele kwenye kupiga kura. Lakini vijana wadogo zangu, watoto wangu na wale vijana wa zamani, inapofika kwenye kupiga kura, wengi hatuna uvumilivu. Tunapenda kusema ameshapita. Mwanyika ameshapita, hamna haja atapita. Hawezi kupita bila kura yako. Hawezi kupita kama wewe hujitokezi kwenda kumpigia kura. Usiseme Deo Mazao amepita. Hapana, kampigie kura. Usiseme rais atapita tu. Hapana, jitokeze kampigie kura. Kuna mengine mlikuwa mnaniletea hayakuwepo kwenye ilani, nikawaambia tutayashughulikia, tutayafanya, na hayo yaliyo mengi tumeyakamilisha na mengine yanaendelea kukamilishwa. Lakini moja la muhimu la kuanzia ni kwamba ni ukweli kwamba tumepokea fedha nyingi sana ndani ya kata yetu. Kata ya Njombe mjini tumepokea zaidi ya bilioni 1.8 katika kipindi hiki ambazo tumezitumia kwenye miradi mbalimbali, miradi ya elimu na miradi ya afya. Sijaongelea hapo barabara, sijaongelea miradi ya maji, sijaongelea na miradi mingine. Katika elimu na afya peke yake tumetumia zaidi ya bilioni 1.7. Ndugu zangu, nyinyi ni mashuhuda. Ndani ya kata hii tumejenga madarasa zaidi ya 45. Tumejenga katika kipindi hiki, Wananjombe kwa umoja wetu, tumejenga shule za msingi zaidi ya 11. Na moja ya shule ni shule ambayo kwa nguvu zenu pamoja na serikali tumejenga shule ambayo iliwapendeza mkaamua kuipa jina la Deo Mwanyika. Hapo vipi? Niwashukuru sana wazazi, tumefanya kazi kwa pamoja sana, mmenitia moyo na mimi nikahakikisha narudisha moyo huo huo kwenye kukamilisha hiyo shule. Na hiyo shule imepata madarasa mengi. Lakini kwenye shule ya Kambarage vile vile ile mama tumeendelea kuiboresha kimiundombinu. Ndugu zangu, inaonyesha kabisa kwamba katika kipindi hiki tumejenga vile vile shule za sekondari mpya 6. Na katika shule 6 nitaiongelea moja kwa sababu ya umuhimu wake. Kwa kujenga madarasa tumejenga zaidi ya madarasa 80 katika mji wetu wa Njombe. Na sisi katika kata yetu tumepata hayo madarasa 40, karibu 40. Ndugu zangu, tumejenga nyumba za walimu zaidi ya 18 katika kipindi hiki. Kwa hiyo tumepata fedha nyingi sana na tumezitumia vizuri. Lakini napenda kusema kwamba katika sekondari, ndugu zangu, na sisi hapa tunalilia sekondari, hatuna sekondari. Kwenye kipindi hiki tumepata fedha nyingi, tumejenga sekondari mpya 5. Lakini tumejenga madarasa mapya 174 kwa gharama ya bilioni 4.4. Kwa hiyo ni fedha nyingi sana tumezipata kwenye kipindi. Na nasema haya ili baadaye nitakapokuja kuambia
tunawaomba kwa dhati tumchague Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kura nyingi. Tunamaanisha nini? Ndugu zangu, tumefanya mengi kwenye matundu ya vyoo. Tumeongeza katika jimbo zima, tumeongeza matundu ya vyoo zaidi ya matundu 600 ya vyoo, na matundu ni muhimu sana katika kuongeza miundombinu ya shule za sekondari na shule za msingi. Kwa hiyo kwa umoja wetu tumefanya hayo, lakini na sisi tumepata matundu ya vyoo zaidi ya 20 ndani ya kata yetu. Kwa hiyo ni mengi tumeyafanya na tumeyapata kwenye kipindi hiki cha miaka 5 ambayo tunakwenda kuhitimisha. Kwenye afya yametokea mengi. Ndugu zangu, tulililia hapa zahanati, na nilikuja kwenye mkutano hapa nikawaambia tutafanya mpango tupate zahanati yetu. Sasa tumejenga zahanati mpya 12 kwenye hiki kipindi, na nyinyi katika hizo 12 wala si hesabu hii yenu, kwa sababu nahesabia zile ambazo tumejenga na tumepeleka vifaa tiba na zimeanza kazi. Lakini na nyinyi mlitaka zahanati, kweli si kweli? Tukasema tutaijenga. Jamani, hii hapa, makofi kwetu. Haya ni matunda ya kazi yetu kwa pamoja. Kazi yangu sasa kama mbunge ni kuhakikisha tunapata vifaa tiba vya kisasa na watumishi ili zahanati yetu ikamilike na ianze kazi. Hapo vipi? Na kazi hiyo nitaifanya mbunge wenu ya kutafuta hayo yote. Ndugu zangu, kwenye zahanati hizo 5 ambazo nimesema tumejenga, tumetumia milioni 650 kupata vifaa tiba vya kisasa na tumevigawanya kote. Na sisi ninawahakikishia tutapata vifaa tiba vya kisasa, tutakuwa vizuri sana. Ndugu zangu, mtakumbuka kwamba ukishakuwa na zahanati unahitaji kuwa na hospitali nyingine kubwa. Tuna hospitali kubwa ya rufaa. Tumejenga ile hospitali na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tumetumia bilioni 24 kukamilisha ile hospitali. Lakini tukaona ni muhimu, ile ni ya rufaa. Tunahitaji hospitali ambayo ikishindikana mtu hapa apelekwe kwenye hospitali nyingine ya serikali ya wilaya kabla hajaenda hata kwenye ile ya rufaa. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki tumefufua na kuanza ujenzi na ukarabati mkubwa kwenye hospitali yetu ya halmashauri ya mji ya Kibena. Pale tutajenga jengo la ghorofa kubwa, tutakuwa na maabara, tutakuwa na jengo la wagonjwa mahututi, tutakuwa na eneo la kufikia wagonjwa wa kawaida au wagonjwa wa nje. Nia ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na mzunguko uliokamilika wa kutoa huduma ya afya hasa kwa mama na mtoto. Na kwa mama na mtoto tumejenga jengo jipya pale Kibena ambalo kazi yake ni kushughulika na kina mama peke yake. Akina mama mpo? Hapo vipi? Kwa hiyo haya yote ni katika afya. Nimeongelea elimu, naongelea afya. Kwa hiyo kwenye afya tunasogeza na tunaendelea kusogeza huduma karibu na wananchi. Na ushuhuda ni hayo mambo ninayoyasema ambayo tumeyafanya. Ndugu zangu, hospitali yetu ya rufaa inaendelea vizuri. Ina madaktari wengi, ina madaktari mabingwa pale 8. Lakini ina madaktari wa kawaida 45. Ina manesi 100 na wafanyakazi wengine zaidi ya 100. Kwa hiyo tunatoa rai tuitumie. Kuna changamoto zipo na kila ninapopita nazisikia za kwamba pengine huduma iboreke. Ndugu zangu, tutalishughulikia hilo kuhakikisha kwamba hospitali inatoa huduma nzuri, kwa sababu tuna majengo, tuna vifaa vya kisasa, tuna watumishi. Kwa hiyo ni swala la kukamilisha masuala ya huduma, lakini kwa sasa wanajitahidi vizuri sana kufanya kazi. Ndugu zangu, jambo lingine ni maji. Ndani ya mji wa Njombe sote ni mashuhuda kwamba jambo ambalo mbunge wenu nimelipigania kwa nguvu sana ni kuhakikisha tuna maji safi na maji salama. Maji ilikuwa kero kubwa kuliko kero zote ilipoanza ubunge wako. Kwa hiyo nililolifanya ni kuhakikisha natafuta miradi mikubwa ya maji ambayo Njombe hatujawahi kusikia. Sisi hapa tulikuwa na miradi ya kawaida, mabomba
na vyanzo vya maji toka Lunyanywi, vyanzo vya maji kutoka maeneo ambayo hayakuwa na maji ya kutosha na yamepitwa na wakati. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki sasa tumekamilisha jambo hilo. Ndugu zangu, tumeendesha kampeni kubwa ya kupata fedha na kuanzisha. Mimi naomba niseme neno moja. Mheshimiwa wetu Deo Mwanyika, Kambarage tunahitaji sekondari. Naomba mbunge wetu kwa miaka 5 kipewa ridhaa, nami diwani nikapewa ridhaa, naomba ukiwa na nafasi hiyo unitume. Nitaisimamia kwa uadilifu mkubwa kuhakikisha Kambarage kama kuna uwezekano wa kupata sekondari inapatikana. Lakini na mimi hivyo hivyo kwenye baraza la madiwani nitaendelea kuisemea vizuri Kambarage ili tuweze kupata hiyo sekondari, tuweze kupata shule ya msingi pale Igereki na Block X. Kwanza hatua za awali zimeshaanza, zinaonyesha kuwa shule ya msingi itakuwepo, na diwani wetu aliyopita Nyagawa alishaanza haya. Mnyonge haki yake mpe. Kakangu Nyagawa, kwa wakati wako kuna mambo umeyafanya, yanaonyesha msingi pale upo, Block X upo. Mimi nikipewa ridhaa naenda kuyasimamia na kuhakikisha tunapata shule, kupunguza umbali wa watoto wetu kwenda kusoma. Mheshimiwa mbunge, hii Kambarage ndio eneo lenye watu wengi kuliko maeneo. Siombei wana Kambarage siku ionekane kuna mwana Kambarage amekufa. Lakini ikitokea amekufa, mimi nilikuwa na shauri pamoja na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, zahanati ni bora, tuweke hata eneo la mochwari kidogo. Kwa nguvu alionayo mheshimiwa mbunge wetu, hilo nahisi halitashindikana. Nami nikiwa diwani nitaungana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Lakini vile vile mheshimiwa mbunge, tuwe na maono mengine ya kutazama mbele, kwa kuwa kaka yetu na nguvu kubwa. Eneo la Kambarage kwa watu waliopo na wingi huu ilipendeza kungekuwa na soko. Na kwa vile mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapa ana uwezo na nguvu kubwa, hivyo vitu najua ataanzisha. Na wananchi mkiona mwenyekiti ameanzisha hilo jambo, naomba muungane kwa nguvu zote kuhakikisha linawezekana. Ndugu zangu wana Kambarage, nchi hii tumetoka nayo mbali, Chama cha Mapinduzi kimetoka mbali, kimefanya mambo mengi. Huku Kambarage hakukuwepo na nyumba huku, zilikuwa nyumba moja sana. Lakini leo ndio mji wenye watu wengi kuliko sehemu zingine. Lakini hayo yote yamepatikana ndani ya usimamizi wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wote wa chama. Jipigieni makofi. Nisiwe na maneno mengi ya kusema. Mimi naomba niwaambie wana Kambarage, mkituchagua tarehe 29 mafiga matatu bila kuchanganya, Kambarage maendeleo ni 100%. Ndugu zangu, tuna ahadi nyingi tumepewa. Naombeni tukapige kura ya Chama cha Mapinduzi. Msipoteze kura hata moja, ndugu zangu wa Kambarage. Mambo yote tutasimamia. Kuna mambo mengi mimi sitaki kusema hapa kwa sababu mbunge nitakuwa kama namharibia njia yake. Lakini mimi nataka nitamke neno moja. Maneno yote atakayosema mbunge, sijui daraja za kwenda Ramadhani, sijui wapi, mimi zikishatekelezwa zikaanza mradi, mimi nitazisimamia kwa 100% kuhakikisha hazichakachuliwi. Ni kweli kuna watu wanagombea kwa maslahi, lakini mimi naomba tugombee kwa ajili ya wananchi. Deo Mwanyika ametoa greda lake zaidi ya milioni 600 kulinunua. Limekuja kufungua barabara kwenye mitaa humo ambazo hazijawahi kufunguliwa na TARURA. Sasa kama TARURA hajawahi kufungua, Mwanyika amefungua, alafu unasimama unasema amekuja kufungua na timua vumbi. Kweli jamani? Hivi kweli jamani? Huyu mbunge wetu ni wa viwango. Semeni wa viwango. Ni bunge wa nini?
Wabunge wote waliopita Njombe wamefanya yao, lakini Deo Mwanyika ni wa viwango. Mimi naomba nisiongee mengi, ataongea mbunge, lakini akishaongea mimi na FM tutayatekeleza. Asanteni sana.